Karibu tena kwenye channel yako pendwa ya VOC Media, tukikuletea taarifa mbalimbali za kiburudani, siasa, uchumi pamoja na mengine mengi. Leo tunaanza safari yetu ya kujifunza kuhusu tamaduni na imani za jadi za makabila mbalimbali barani Afrika. Mimi ni Cyprian Sophanius wa VOC Media. Kabila la Wamasai kutoka Kenya na Tanzania lina historia ya kipekee ya maisha ya ufugaji wa kuhamahama. Wanavaa shuka nyekundu na kupamba miili yao kwa shanga nzuri zenye rangi mbalimbali. Ng'ombe ni kiini cha maisha yao, wakiamini kuwa ni zawadi takatifu kutoka kwa Mungu wao anayejulikana kama Enkai. Enkai ndiye anayewapatia mvua, uzazi wa mifugo na ustawi wa jamii. Tohara kwa wavulana na wasichana ni mila muhimu kwao inayowapa heshima na kuwaandaa kwa maisha ya utu uzima. Wazulu, Afrika ya Kusini. Kabila ya Wazulu kutoka Afrika ya Kusini linajivunia historia ya kifalme na ujasiri. Wazulu wanasherehekea maisha yao kupitia ngoma za kijadi zenye nguvu na mvuto wa kipekee. Katika harusi, mazishi na sherehe za kupevuka, ngoma hizi huchukua nafasi kubwa. Mahari ya ng'ombe ni sehemu muhimu ya ndoa. Wazulu wanaamini kuwa mababu waliotangulia maarufu kama amadilozi wana uwezo wa kuathiri maisha ya sasa, hivyo hutoa tambiko na sadaka ili kuomba ulinzi, baraka na mafanikio. Heshima kwa mizimu ni msingi wa ustawi wao, na hawa ni Wazulu wa Afrika ya Kusini. Wahimba wanaopatikana nchini Namibia. Kule Namibia, Wahimba ni jamii ya kifugaji inayotambulika kwa wanawake wao wanaojipaka mchanganyiko wa udongo mwekundu na mafuta unaoitwa utijize kwa ajili ya urembo na kujikinga dhidi ya jua kali. Wanavaa mavazi ya ngozi na shanga nyingi. Wanaamini katika Mungu mkuu aitwaye Mukuru na huheshimu sana mizimu ya mababu kupitia tambiko la moto wa familia unaowashwa kila siku. Moto huu ni kiungo muhimu kati yao na dunia ya kiroho. Afrika ya Magharibi tunawapata Yoruba. Katika Afrika ya Magharibi, Yoruba wa Nigeria wana tamaduni na imani tajiri. Muziki, ngoma na sanaa ya kuchonga ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Sherehe maarufu kama Ungunguni Festival huadhimishwa kwa heshima ya mababu. Yoruba wanaamini katika mfumo wa miungu wengi wanaoitwa Orisha kama Shango, Mungu wa radi, na Oguni, Mungu wa chuma. Kila mtu huamini ana Orisha wake wa kumlinda. Tambiko na sala kwa Orisha huleta baraka, mafanikio na ulinzi wa kiroho. Lakini kuna Dogon wa nchini Mali. Dogoni wa Mali ni jamii yenye maarifa ya kipekee kuhusu anga na nyota. Wanajulikana kwa ujenzi wa nyumba zao kwenye mapango ya miamba ya Bandiagara. Wanaamini kuwa wanatoka kwa viumbe wa mbinguni wanaoitwa Nomumo, waliotumwa na Mungu mkuu. Ngoma za asili, mavazi ya kificho hutumika kwenye mazishi na sherehe maalum. Nyota ya Saliusi ina nafasi kubwa katika imani zao, wakiamini kuwa ni lango la mawasiliano kati ya dunia na ulimwengu wa kiroho. Fang, Gabon, Cameroon, Guinea ya Ikweta. Fang wa Gabon, Cameroon na Guinea ya Ikweta wanajulikana kwa uchongaji wa sanamu za mbao zinazowakilisha mizimu ya mababu. Sanamu hizi zilitumika kama kiungo kati ya watu walio hai na roho za mababu. Mabaki ya mababu huhifadhiwa kwenye masanduku maalum ya kitamaduni yanayoheshimiwa sana. Wanaamini kuwa mizimu hii huleta ulinzi, mafanikio na hekima kwa familia na jamii nzima.
Wapo watu wa San, Botswana, Namibia na Afrika ya Kusini. San wa Botswana, Namibia na Afrika ya Kusini ni jamii ya wawindaji na wakusanyaji waliodumu maelfu ya miaka. Wanaishi kwa uwindaji wa wanyama na ukusanyaji wa matunda ya porini. Sanaa zao za miambani zinaelezea maisha yao na imani zao za kiroho. Wanaamini kuwa Mungu mkuu ni mizimu wa wanyama, wanaweza kuathiri maisha ya kila siku. Ngoma za uponyaji hutumika kuwasiliana na roho wa wanyama, na wanaamini kuwa roho hizi huleta uponyaji na maarifa kwa jamii. Basi tuelekee nchini Ghana ambako kuna Ashanti. Ashanti wa Ghana ni jamii maarufu kwa utawala wao wa kifalme na sanaa za dhahabu. Utamaduni wa Ashanti unahusisha sanaa tajiri, vazi la kente lenye rangi nyingi na ngoma za heshima kwa mfalme wao. Wanaamini katika mizimu ya mababu na Mungu mkuu anayesimamia ulimwengu. Sherehe za tambiko, sadaka kwa mizimu na heshima kwa miti wa kiroho ni sehemu muhimu ya maisha yao ya kila siku. Hawa ni Ashanti wa nchini Ghana. Tunao Tuaregi. Tuaregi ni jamii ya Wabalbel wanaoishi kwenye jangwa la Sahara. Wanajulikana kama watu wa nguo za bluu kwa sababu ya mavazi yao ya kipekee ya bluu. Wanaishi maisha ya kuhamahama katika jangwa. Wanaamini katika Mungu mmoja mkuu na wana imani za jadi kuhusu roho wanaoishi jangwani. Mila zao zinahusisha usomaji wa nyota, hadithi za kale na sherehe za kitamaduni zinazofanyika usiku wa manane. Lakini wapo hawa Wabalbal wenyewe wa Afrika ya Kaskazini. Hii ni jamii kongwe ya Afrika ya Kaskazini wanaojulikana kwa utamaduni wao wa mavazi, uchoraji wa miili kwa hina na muziki wa ngoma za mdundo wa kipekee. Wanaishi hasa katika maeneo ya milima na jangwa. Wanaamini katika Mungu mmoja na pia wanaheshimu sana mizimu na roho za asili wanaoamini kuwa wanaishi katika mito, milima na misitu. Mila zao zimechanganyika na dini nyingine, lakini bado tamaduni za jadi zina nafasi kubwa katika maisha yao. Yapo makabila ambayo tumeweza kuyaona katika historia na vitabu mbalimbali duniani. Na hapa nawazungumzia Fulani wa Afrika ya Magharibi. Hii ni jamii kubwa ya wafugaji wanaoishi Afrika ya Magharibi, hususan Nigeria, Mali, Senegal na Guinea. Wanaishi maisha ya kuhamahama wakifuga ng'ombe na mbuzi. Wanavaa mavazi mepesi na wanawake hujipamba kwa shanga na mapambo ya uso. Fulani wanaamini katika Mungu mmoja, lakini pia wanaenzi sana mizimu ya mababu kupitia ngoma, nyimbo na mashairi yanayohifadhi historia na hekima ya jamii yao. Yawezekana kuna makabila mengi unataka kuyafahamu. Nini wanafanya na wanatokea wapi, na hasa tamaduni zao na mila zao na jadi pamoja na imani ni zipi? Basi Viosi Media ni jibu lako sahihi kuweza kupata mambo hayo. Tamaduni na imani za jadi za makabila haya zinaonesha utajiri wa historia, falsafa na uhusiano wa kina kati ya binadamu, mazingira na nguvu za kiroho. Hizi ni hazina ambazo zinapaswa kuhifadhiwa, kuenziwa na kufundishwa kwa vizazi vijavyo. Usisahau kujiunga nasi kwa makala nyingine zaidi kuhusu historia na tamaduni za Kiafrika kutoka mataifa mbalimbali. Endelea kutazama, kusubscribe, kushare na kulike. Hii
ni VOC Media.